Ni katika uwanja wa CCM Lake Tanganyika magharibi mwa Tanzania katika mkoa wa Kigoma ndiko ambako anakwenda kucheza mchezo wa hatua ya robo finali kombe la shirikisho la TFF Mashujaa Football Club dhidi ya Azam Football Club, mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu kutokana na record lakini pia mwenendo mzima wa timu zote mbili pale ambako wamekuwa wakikutana. Ni vita vya walimu wawili ambao kifalsafa wana uzoefu mkubwa. Hapa namzungumzia Jamhuri Kiwelo Julio kwa upande wa Mashujaa, lakini pia Flora Ibenge kwa upande wa Azam Football Club. Ni mchezo wa aina gani? Nani ambaye anaweza kwenda katika hatua inayofuata? Naitwa Leopard John, niko hapa na Shabel Daniel kama mchambuzi kinara atakayekwenda kukupitisha katika uchambuzi uliotukuka kwa siku ya leo. Shabel, rekodi imekuwa ni ngumu kwa upande wa Azam Football Club hasa katika uwanja wa CCM Lake Tanganyika. Mechi tatu za mwisho Azam katika huu uwanja ameibuka na ushindi wa mechi moja 3-0. Ilikuwa ni mwaka 2023 mwezi wa 11. Kuelekea mchezo wa kesho tutegemee nini hasa? Surprise tena nyingine ama ni Azam FC ataendelea kuweza kuwa bora katika hilo eneo? Nadhani amekuwa na rekodi ambazo sio nzuri. Mechi tatu kashinda mechi moja, tena katika msimu ambao ndo Mashujaa walikuwa wanakaribishwa kwenye ligi msimu wa 2023-24. Kwa hiyo ni uwanja ambao Azam kwenye michezo miwili iliyopita nadhani alipata matokeo ya sare ya mechi zote mbili, lakini 0-0 ni sare ambazo zilimtoa jasho na alizipambania kwa nguvu kubwa sana. Lakini huu ni mchezo mwingine wenye taswira tofauti. Mchezo wa mtoano, mchezo wa knockout, ni michezo ya mahesabu zaidi, na hapa ndipo una rely kwenye ubora wa mwalimu kama Flora Ibenge, kwa sababu kinachomata sio pointi tatu, kinachomata ni timu kuisaidia iende hatua ambayo inafuatia. Sasa mara nyingi mechi za namna hii ni ubora zaidi wa timu, ubora zaidi wa mbinu za mwalimu, ubora zaidi pia wa mchezaji mmoja mmoja, na hapa ndipo mimi naona Azam wana nafasi kubwa sana ya kufanya vizuri kwenye mchezo huu. Although siwezi underrate Mashujaa na kile ambacho wamekuwa nacho na kile ambacho wamekuwa wakifanya msimu huu, hasa wanapocheza mechi zao katika uwanja wa nyumbani. Zimekuwa ni mechi ambazo ni tough kwa wapinzani ambao wanacheza nao. Japokuwa watu wanaweza wakachukulia kwamba mechi ya mwisho wamepoteza dhidi ya Simba, lakini Simba ni daraja tofauti na timu nyingi ambazo zimekuja hapa katika uwanja wa CCM Lake Tanganyika. Kwa hiyo kikubwa kwa Mashujaa nadhani ni kusahau kilichotokea katika mchezo wa mwisho wa ligi, kusahau kila kitu, kwa sababu walikosea kwenye vitu vingi. Mchezaji mmoja mmoja, kuna makosa mengi ya kiufundi ambayo yalifanyika, makosa mengi ya mchezaji mmoja mmoja, golikipa, madefender, viungo, yani hawakuwa katika ubora wao, yani walikuwa na siku mbaya kazini. Licha ya kwamba Simba walikuwa bora, lakini as a team Mashujaa walikuwa na siku mbaya kazini. Kwa hiyo ni siku ambayo haitakiwi kujitokeza dhidi ya mpinzani ambaye ana wachezaji wenye ubora. Yani mwisho wa siku atakuadhibu tu. Siku mbaya kazini itokee labda unacheza na KMC, unaweza capitalize. Siku mbaya kazini itokee unacheza na Prison, wanaweza capitalize kwa sababu ubora wao ni mdogo. Lakini siku mbaya kazini against Yanga, siku mbaya kazini dhidi ya Simba, siku mbaya kazini dhidi ya Yanga, dhidi ya Azam, utaadhibiwa na mwisho siku hutopata kile ambacho unakitaka. Sawa, Mashujaa Football Club kwenye haya mashindano hadi hivi sasa katika mechi tatu amefunga goli moja pekee dhidi ya Nkimu kutoka katika jiji la Tanga, bao la Cheda. Hii inaashiria nini hasa? Bado defense ya Mashujaa ni butu, kwa maana safu yao kushambulia na ni safu ambayo imekuwa bora though, lakini safu yao kushambulia. Hii inaashiria nini hasa pale ambako wanakwenda kuikabili Azam FC ambao wao kwenye haya mashindano hadi hivi sasa wamefunga magoli 6 huku akiwa hawajaruhusu goli lolote? Ni maswali mengine magumu kwa Mashujaa, kwa sababu wamekuwa sio timu ambayo msimu huu ina tabia ya kuwa outscore wapinzani ama kufunga sana magoli mengi, yani kuwa na kumaliza mechi labda Mashujaa na goli 2 na goli 3 ni kitu ambacho hakijazoeleka kwenye ligi msimu huu au kwenye mechi zao nyingi. Na unavyoona kwenye mashindano kama haya, unaanza na timu za madaraja ya chini, lakini still bado huwezi ukafunga magoli. Ina maana kuna changamoto kwenye eneo lao la ushambuliaji, kama ambavyo
tumekuwa tukizungumza tu katika mechi zao nyingi. Kwa hiyo kuna kazi ya kufanya, lakini naamini mwalimu pia Julio anafahamu limitation ama mapungufu ama shortcomings za timu yake. Kwa hiyo nadhani Mashujaa wanapaswa kuwa wamejiandaa kwenye vitu tofauti tofauti. Kama huwezi kufunga, basi hakikisha huwezi kufungwa, na ndio imekuwa msaada wao mkubwa kwenye mechi nyingi ambazo wanacheza. Hawajapoteza mechi nyingi kwa sababu wana safu nzuri ya ulinzi. Sasa hii mechi za mtoano lazima mshindi apatikane. Sasa mshindi anapatikanaje kama sio kwa kushinda dakika 90, basi kwenye dakika zile, kwenye hatua ile ya mikwaju ya penalti. Hapa nadhani pia Mashujaa wanapaswa kuwa wamejiandaa pia vyema, kwa sababu kuna asilimia kwangu mimi naona kuna asilimia 60 ya mchezo huu kwenda kwenye hatua ya mikwaju ya penalti. Kwa hiyo wamejiandaa vipi? Wana hawa wapigaji wenye confidence ya kufunga? Ni swali ambalo endapo likitokea hatua hiyo ya mikojo ya penalti, nataka nione reaction hiyo itakuwa vipi. Kwa hiyo ni kitu kigumu kushuhudia labda Mashujaa akimoutscore Azam, lakini ngoja tuone. Nimeona mechi mbili zilizopita Ismail Mgunda at least kama confidence yake imerudi kuanzia mechi ya TRA, mechi ya Simba pia alikuwa nadhani mchezaji pekee wa Mashujaa ambaye kwangu mimi alikuwa na game bora sana na aliattempt sana moja ikala nguzo. Mchezaji ambaye naamini amebeba matumaini ya Mashujaa katika mchezo dhidi ya Azam kwenye safu ya ushambuliaji. Sawa, tuje tuangazie kwa uchache mno maeneo ambayo ni hatari sana kwa upande wa Azam FC chini ya mwalimu Florent Ibenge. Maeneo hatari zaidi ni eneo moja tu. Azam uhatari wao upo sehemu moja, ni kwa Faisal Salum. Mimi namuita goal getter GG. Ni mchezaji ambaye ukimzuia umezuia hatari kubwa sana Azam, kwa sababu huyu ndio anafanya vitu vingi vitokee kwa Azam. Ndo Faisal ndo mfungaji wao, ndo mtengenezaji wao wa nafasi, ndo playmaker, mchezeshaji kwenye timu yao. Kwa hiyo ukiangalia hata mechi nyingi ambazo Azam wanapata matokeo, move nyingi zinaanzia kwa Faisal. Na hata kama zisipoishia kwake, ila nyingi pia mara nyingi zinaishia kwake. Kwa hiyo ubora wa Azam upo kwa Faisal. Mzuie yeye, umeizuia Azam. Ukishindwa kumzuia Faisal, yatatokea kama ambayo alitokea juzi kwa Clatous Chota Chama. Sawa. Tumtegemee nani? Jamhuri Kiwelo kocha wangu Julio ama Florent Ibenge katika hatua ya nusu finali? Kuna tatizo ambalo walipata Mashujaa, sijui itakuwa vipi. Kuna uwezekano akamkosa beki wao Samson Madeleke kwenye mchezo huu. Msiba. Sasa pacha mpya, kuintroduce pacha mpya ya mtu kama Frank Magingi, Baraka Mtui pia zakacheza pale. Sidhani kama tutapata ule ubora ambao tumeuzoea kama wa Samson na Mohamed Musa. Let's see itakuwaje, lakini ni pigo kubwa kwa Mashujaa. Lakini ukiniambia mimi tabiri, naona Azam ana nafasi ya kwenda nusu finali kuliko Mashujaa. Sawa. Walisema mkataa kwao mtumwa, lakini leo Shabel Daniel ameamua kukataa kwao, ambako ni Kigoma ndiko ambako inatokea Mashujaa Football Club na kuihusisha na ushindi Azam Football Club. Naitwa Leopard John, sauti ya mvua. Nilikuwa hapa na mchambuzi kinara Shabel Daniel, Kigoma Finest. Nyuma ya kamera ni Abubakar bin Nasor. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa nasi Anwar TV.